Mtazamaji wa Come TV Tanzania, leo ni siku nyingine tena ambayo hapa katika viwanja vya shule ya sekondari Genda wanasherehekea mahafali ya 12 ya kidato cha 4, ambapo jumla ya wanafunzi 216 leo wamefanya mahafali yao baada ya safari yao ya muda mrefu ya miaka 4 ya kimasomo ama safari ya kitaaluma. Come TV iko hapa kukusogezea matukio yote ambayo yanaendelea kujiri na atakayojiri hapa katika viwanja vya Genda sekondari. Karibu sana, tuambatane sote kwa pamoja, na hii ni Come TV Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina jumla ya wanafunzi 1150 kwa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6. Ilijumuisha wanafunzi wa shule ya wanafunzi wa kujitegemea kati ya wasichana 685 na wavulana 465. Shule inatoa elimu ya kidato cha 6 kwa michepuo ya sayansi na sanaa. Ndugu mgeni rasmi, pia wakati huu tunahitimu wanafunzi 216, wavulana 103 na wasichana 113 na watahiniwa wa kujitegemea, ambapo mwaka huu jumla yao ni 44, yaani wavulana 13 na wasichana 31, na wote wameungana nasi siku hii ya leo. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina jumla ya watumishi 71, kati yao walimu 49 na wasio walimu 22. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu katika kipindi chote tangu ianzishwe imepata mafanikio mbalimbali na changamoto pia hazikosekani. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imefanikiwa kutoa huduma ya ufundishaji kwa kipindi chote kwa kiwango bora sana, kwani wanafunzi waliohitimu katika shule yetu ufaulu kwa daraja la kwanza na pili na wachache daraja la 3. Shule yetu ina walimu bora wenye kutimiza majukumu yao kwa ufanisi na wa hali ya juu. Ndugu mgeni rasmi, katika shule yetu tunajivunia kwa walimu wetu kutusisitiza na kusimamia uzungumzaji wa lugha ya Kiingereza kwa muda wote tuwapo shuleni, na hii inasaidia sana sisi wanafunzi kufanya vizuri katika mitihani yetu ya ndani na ile ya nje, mkoa na taifa. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imeboresha upatikanaji wa nishati mbadala wa umeme pindi umeme wa gridi ya taifa unapokatika, kwani kuna generator lililotusaidia sisi kuendelea na masomo hata wakati umeme wa gridi ya taifa unapokatika. Pia shule yetu imefanikiwa kuchimba kisima chenye maji ya uhakika, ambapo hata maji ya mamlaka ya nje ya mji yakikatika maisha yanaendelea vizuri, na katika hii tunawashukuru sana wazazi wenye wanafunzi shule hii, kwani walichangia kisima kuchimbwa. Ndugu mgeni rasmi, kwa jumla uongozi wa shule umefanikiwa kujenga miundombinu yote muhimu kwa shule mama. Pia shule yetu inaendelea na ujenzi wa shule ya wasichana, yani Genda Girls. Ndugu mgeni rasmi, uongozi wa shule inaendelea kuboresha siku hadi siku huduma mbalimbali hapa shuleni, jambo ambalo limesaidia wanafunzi kujifunza kwa amani na utulivu muda wote. Kwa ufupi, wanafunzi wa shule ya sekondari Genda tunafanya vizuri kitaaluma kama chati ya matokeo kwa miaka mitatu inavyoonyesha. Daraja au division mwaka 2021, daraja au division la kwanza walikuwa wanafunzi 42, daraja la pili wanafunzi 82, daraja la 3 wanafunzi 15, na daraja la 4 hapakuwa na division 4, ya division 3, division 0 haikuwepo. Mwaka 2023, daraja la kwanza wanafunzi 55, daraja la pili wanafunzi 65, daraja la 3 wanafunzi 25, pia daraja la 4 wanafunzi 3, daraja la 0 hapakuwa na wanafunzi yote. Pia mwaka 2024 wanafunzi daraja la kwanza walikuwa 60, daraja la pili 89, na daraja la 3 15, daraja la 4 na la 0 hamna. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa na wazazi wetu, kwa hakika Genda sekondari ni sehemu sahihi kupata elimu ya sekondari. Ndugu mgeni rasmi, nasi tunahitimu mwaka huu, tunaahidi kufanya vizuri kwa kadri ya uwezo wetu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Nanyi mlioungana nasi leo, tunaomba muendelee kutuombea. Changamoto
Ndugu mgeni rasmi, kila penye mafanikio, changamoto hazikosi nasi. Hapa kwetu Genda tuna changamoto zetu. Kwanza, wazazi wetu kutokulipa ada ya shule kwa wakati, hivyo kuleta usumbufu kwetu na kwa walimu wetu. Kwani wakati mwingine uongozi hulazimika kututoa darasani ili kuwasiliana na wazazi juu ya ada, huku vipindi vikiendelea kwa waliobaki darasani. Pili, baadhi ya wanafunzi kutokuzingatia sheria za shule kama vile utoro, kutumia simu, mahusiano na uvivu. Utawala wa shule unajitahidi sana kudhibiti uvunjaji wa sheria za shule ili kuwafanya wanafunzi kuzingatia masomo zaidi. Ombi maalum. Ndugu mgeni rasmi, uongozi wa shule na jumuiya nzima ya Genda Sekondari unaomba uweke hizi changamoto zetu mbele za Mungu ili zitatulike na zaidi. Tunaomba maombi ya wote tuliojumuika hapa leo kwa ujenzi unaoendelea wa shule ya wasichana ukamilike kwa wakati na watoto wa kike wanufaike haraka na huduma hiyo ya shule. Shukrani. Kwanza, ndugu mgeni rasmi, tunatoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kutikia wito wetu wa kuwa mgeni rasmi katika siku hii ya leo. Tunaomba moyo huu uendelee kwa manufaa ya jamii nzima. Pili, shukrani kwa uongozi na mmiliki wa shule kwa jitihada zao za kuwawezesha wanafunzi kujiendeleza kwa amani na utulivu kwa kutatua changamoto za hapa na pale. Pia kuwawezesha walimu kuwa karibu na wanafunzi kwa kuwapatia stahiki zao kwa wakati na kuwajengea mazingira rafiki ya kufanya kazi. Tatu, kwa namna pekee tunawashukuru viongozi wa serikali na dini kwa kutoa huduma za kiutawala na kiroho wakati wowote wanapohitajika katika shule yetu. Nne, tunawashukuru wazazi na walezi wetu kwa kukubali kutuendeleza kitaaluma katika shule ya sekondari Genda. Tano, tunawashukuru wanajumuiya ya shule ya sekondari Genda na wageni wote kwa kujumuika siku hii ya leo. Elimu ni two-way traffic kati ya mzazi na walimu. Wanasema ukiona vielea vime. Tunashukuru kwa sababu ya malezi yenu mazuri bora. Mmewasaidia watoto wetu kwa ajili ya malezi ya kiroho na ya kimwili na kiakili. Mmepambana, mmejitahidi, tunashukuru sana. Ndugu wazazi wenzangu, nitumie fursa hii kuwashukuru ninyi kwa sababu ya kukubali kuleta watoto katika shule hii. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Kama umeona wamekuja wengine 400 na kitu, maana yake kitu hiki ni kibora sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa maana hiyo basi tunashukuru sisi ambao leo watoto wetu wanafikia nafasi ya kuagwa katika shule hii. Wamekaa miaka 4, si siku chache, ni sio haba, ni siku nyingi. Tunashukuru kwa ajili ya walimu wote ambao wamekuwepo katika shule kwa ajili ya kufundisha watoto wetu. Tunashukuru sana, Mungu awabariki mno. Ndugu wazazi na wageni waalikwa wote, shule ya Genda ni mahali pazuri kwa watoto wetu. Ni mahali salama ambapo watoto wanafundishwa maadili ya kiroho, maadili kwa ajili ya mambo ya kiimani, elimu ya kawaida na mambo kadha wa kadha. Tunashukuru sana kwa sababu ya hayo yote. Na ninyi wanafunzi ambao leo mnaagwa, kufikia hatua ya form 4 si mwisho wa elimu. Ni hatua moja hapo. Sisi tuombe kwa Mwenyezi Mungu awape hatua nyingine zaidi ya kusogea mbele zaidi. Elimu haina mwisho. Tuombe baraka zake Mungu mfaulu vizuri, then muendelee na masomo katika viango vinavyofuata. Kwa utaratibu ambao nauona na kwa nidhamu ambayo ya hali ya juu iko hapa. Lakini la pili, napenda kuwaasa wale wanaobaki kwamba tujitahidi, tusibweteke, tufanye jitihada tuweze kuendelea na elimu. Elimu ndio kila kitu kwenye maisha ya leo. Tusirizike, tutafute, tupambane, tuendelee kusogea na kusogea. Lakini usimsahau Mungu, kama tulivyoona kuna Kasfeta, kuna Ukwata, kuna TYCS. Kwa hiyo tunaamini kwamba shule hii malezi ya kidini vile vile yapo ya hali ya juu. Kwa hiyo hayo ndio yanayotoa nidhamu ya hali ya juu kwa shule hii na kwa wanafunzi wetu. Kwa hilo nipende kupongeza sana uongozi wa shule pamoja na walimu wote. Kiongozi, ninaamini kwamba jukumu la kuwaletea wananchi au vijana wetu elimu ni jukumu la serikali.
lakini wadau hawa wa maendeleo wakiwemo shule ya Genda Sekondari pamoja na Alpha na shule nyingine wameweza kutusaidia katika jukumu hili la kuwafundisha wanafunzi wetu, kuwapa malezi, kuwapa taaluma kwa niaba ya serikali na baadaye kuweza kuchangia katika maendeleo ya taifa letu na kama nguvu kazi ya taifa. Kwenye hilo mimi nawapongeza sana, hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kuisaidia serikali katika kipengele hiki cha kusukuma gurudumu la elimu. Kwa upande wa wazazi, nina hakika kwamba mzazi ambaye anamsomesha mtoto hajapoteza. Huo ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine, lakini ni uwekezaji ambao unaendana na busara ndani yake. Kwa sababu unawekeza kwa binadamu, uwekezi kwa vitu, unawekeza kwa binadamu. Na binadamu huyu taaluma hiyo akiondoka nayo inabaki kwenye kichwa chake, anatembea nayo, anaishi nayo, na mwisho wa siku anaondoka nayo yeye mwenyewe. Hakuna mtu mwenye nafasi ya kuja kuiondoa elimu kwenye ubongo wa mtoto. Ni urithi pekee ambao sisi wazazi tunaweza tukawapa watoto wetu, ili mwisho wa siku basi wao wakifikia umri wao wa uzee, umri wa ujana, umri wa utu uzima, waweze kuitumia ile taaluma ambayo tuliwapitia kama mtaji kwenye kupambana na maisha. Na dunia tulionayo sasa hivi ni dunia ambayo elimu peke yake ndio inaweza ikakupambanua wewe tofauti yako na mwenzako. Sisi sote ni mashahidi. Sasa hivi dunia karibu yote inaendeshwa kwa teknolojia. Dunia sasa hivi imekuwa kama kijiji. Lakini sasa hivi kuna kitu kimekuja kasi sana. Kwa wale wanaofuatilia, kuna kitu kinaitwa AI ambayo inaitwa Artificial Intelligence. Taaluma hiyo sasa hivi imekuja kuwa kubwa sana na inachukua nafasi za watu, inachukua nafasi ile ya binadamu. Hizi robots sasa hivi zinafanya kazi kubwa. Sasa katika mazingira kama hayo, mimi na wewe ambao tumekwepa pengine kuwasomesha watoto wakashindwa kujipatia taaluma sahihi, tutawaweka kwenye mazingira gani? Watashindana na wenzao kwa mfumo gani? Lakini sasa hivi pia kuna hizi ndege ambazo hazina rubani. Hizi ndege ndogo, kuna ambazo saizi mbalimbali kwa matumizi mbalimbali. Ni taaluma ambayo inahitaji mtu kuwa na elimu kuendesha hivi vyombo. Kuna hizi drone ambazo sasa hivi zinapiga dawa kwenye mashamba yetu. Tunafahamu kwamba katika mazingira yetu bado watu wanatembea na yale madumu ya mgongoni. Anapiga dawa, anazunguka shamba zima. Lakini mwenye taaluma yake sasa hivi anakaa mezani hapo, anatuma ile drone. Akisha seti madawa yake hapo, drone inaenda inazunguka shamba. Anaweka demarcation, anaweka tu zile GPS isiweze kumwangilia shamba la mwenzake. Kama ni hii meza, maana yake na uwezo wa kumwangilia hii meza tu. Alafu ile drone yake akaita ikakuja ikarudi na ikatua hapo. Yeye yuko mezani. Katika dunia kama hiyo, mimi na wewe mzazi tunabaki wapi nyuma kutokuwafikisha watoto wetu? Bidii sana. Na nyewe wadogo mliobaki, igeni mfano wa wenzenu. Wamekuwa mfano mzuri, wana nidhamu, wanavaa vizuri, wanawahi darasani. Ndio maana leo tunawapongeza. Kwa sababu dakika zangu ni chache na wazazi wenzangu mliokuja, hawa vijana wamefika form 4. Lakini safari yao ya elimu bado. Tunakoenda kwenye dunia ya sasa, ushindani ni mkubwa. Mkiingia kwenye biashara, ushindani ni mkubwa. Mkienda kwenye kilimo, ushindani ni mkubwa. Kila sehemu kutafuta ajira, ushindani ni mkubwa. Lazima msome kwa bidii bado. Mmesikia vijana? Na wazazi wenzangu, tusikate tamaa, tuendelee kwa support. Hao bado wako mikononi mwetu. Bado wanahitaji malezi yetu, bado wanahitaji support yetu. Kumaliza form 4 sio kwenda kuzurura. Anza kujifundisha pre-form 5, anza kujifundisha mambo mengine. Safari ya kusoma bado inaendelea. Kwa nafasi hii jamani, na mimi nawakaribisha. Mimi ni mzazi na jirani. Mimi ni mwananchi wa kata ya Uhuru. Nimefurahi sana. Shule ya Genda ni shule ya kuigwa, mfano mzuri sana katika shule zingine zote. Kwa ufaulu lakini kwa nidhamu. Kwa hiyo ninaomba sana shule za jirani na wazazi tuige mfano mzuri wa kwa Genda. Asanteni sana kwa hii dakika. Mlezi wa watoto wao kunibadilisha kuwa mzazi wa watoto wao hapa Genda Sekondari. Nawashukuru sana wazazi na nimefurahi sana. Lakini pili, kipekee nitumie fursa hii kuwapongeza wazazi kwa jinsi ambavyo kila mmoja kwa wakati wake alivyohangaika kuhakikisha mtoto wake anapata mahitaji yake yote hapa Genda Sekondari. Zipo shule nyingi Tanzania
na nyingi ni zile za serikali, mahali ambapo gharama ya uendeshaji ni nafuu zaidi. Lakini wazazi hawa wameona waache ule unafuu kule, waje kwenye mahali ambapo gharama kidogo iko imechangamka. Kwa hiyo kwa ona hiyo ya wazazi, nitumie fursa hii kuwapongeza sana. Shule hii pindi wanapojiunga na shule hii ndio wanaanza kubaini kwamba yale tuliosikia nje ni tofauti. Watoto wa pre-form 1 leo wamekuja 400 na zaidi. Wanahitimu wote 216. Na leo wanapohitimu, hili darasa ilipokuwa form 1, wakati wenzao wa form 1 wa form 4 wanahitimu mwaka 2022, ni darasa lililoongoza kulia. Na leo nawaona hapa wengine wakati wanaimba hawalii. Wakati ule wanawalilia form 4 hata hawawajui vizuri, walikuwa wanawalilia. Sababu sijajua, lakini sababu ni upendo walioonyesha form 4 wa wakati ule kwao, kwa pre-form 1. Walipokuwa pre-form 1, form 4 ndio waliwapokea, waliwalea vizuri. Na leo imani yangu ni kwamba form 4 mnapomaliza, hao watoto wa pre-form 1 siku mnaondoka nione machozi yao. Kwa sababu mtakuwa mmewalea vizuri na nyie ndio mliwapokea. Lakini zaidi, safari ya elimu ngumu sana. Hao watoto cheka tuliofanya hapa ndani ni sisi na wao tu tunajua. Nyie wazazi kaeni kimya na wala msiulizie. Ila shughuli ilienda salama, na leo kwa heshima kubwa ninadhiriki kusema Mungu yupo, watoto tumewaandaa vizuri, tunaamini Novemba 10 wakianza mtihani wa taifa. Mwaka jana walikuwa na division 1 60. Mimi na hawa tumekubaliana, hata zikikataa kwa namna gani zisipungue 80. Yaani itokee inayotokea, lakini isije ikawa chini ya 80, kwa sababu utaratibu wetu kila mwaka lazima tupande ngazi. Na vijana hawa kwenye mitihani ya ndani, kama mambo yataenda kama yalivyokuwa yanaenda kwenye hii mitihani ya ndani waliofanya, na NECTA ikaenda hivyo, mitihani ya ndani angalau kila mtihani wanaofanya tunapata division 1 125 mpaka 130. Na kwa habari hiyo, hawa vijana kama ilivyo wenzao waliotangulia kuhitimu Genda sekondari, kwamba wote wanachaguliwa kwenda kidato cha 5 na 6. Inabaki kazi ya mzazi kuamua kumpeleka kidato cha 5 na 6 au kumtafutia fani nyingine. Lakini sisi tunawaambia wazazi, watoto hawa wote watapata sifa ya kujiunga na kidato cha 5 na 6. Tuwashangilie sana. Ndio wazazi wa wale wanaohitimu kwamba Mungu yupo, shule inahitajika ya wasichana peke yake, na ni maono ya Mzee Genda. Ninaanza safari hiyo. Na kweli tarehe 6 niliwapeleka wachungaji mwezi wa 10 kwenye viwanja vile ambavyo tumeamua tujenge shule, tukaomba pale, Mungu akaweka mikono yake. Leo ninaposimama mbele yenu ninasema Mungu ni mwema, ametusaidia sana. Shule yetu kwa 99% imekamilika. Tumekamilisha, kwa sababu ni shule ya jinsia moja tumekamilisha madarasa 8, ambayo kati ya hayo 8, 4 kila kitu imekamilika, imebaki kutumika. Madarasa 4 mengine leo tunapozungumza hapa, mafundi wako site wanaendelea kupaua. Ninaamini kabla hawa hawajaingia kwenye mtihani wa taifa, nayo yamebaki kwa ajili ya matumizi. Lakini pia tumekamilisha bweni la wasichana la kisasa, na wale waliobahatika kutembelea akiwemo mgeni rasmi, kisasa nikiusema wao wanauelewa, lakini sisi wazazi baadaye kama muda utaruhusu tunaweza kutembea tu kutoka hapa mita kama 900, ukiona bati ya blue basi umefika maeneo hayo. Bweni yenye uwezo wa kubeba watoto 200 wa kike, kila mtu kwa nafasi yake bwenini. Lakini zaidi tumekamilisha maabara 3 ya sayansi, kwa maana ya physics, chemistry na biology. Imebaki matumizi, watu waingie wakafanye kazi kile ambacho kinapaswa kufanyika hapo. Lakini pia
Tumekamilisha jengo la utawala ambayo ndani yake ina ofisi zote za shule, lakini pia ina maktaba ya kisasa ambayo vifaa vikiwekwa sasa ni watoto wanasoma kwa mfumo wanaoutaka, na mfumo wa sasa ni ule anaozungumzia katibu tawala hapa. Kwa hiyo watoto hao Januari mwakani, hiyo 1% iliyobaki ni ya watu wetu wa serikalini kutupa kibali cha kupokea watoto Januari. Kwa mantiki hiyo niseme, wazazi wenye watoto pre-form 1, kwa sababu hatuwezi kuwapeleka wasichana wote walioko pre-form 1 kwenda Gender Girls. Kule tutaenda kwa vigezo, viwango na mipango. Vigezo, viwango na mipango. Mwaka kesho kutwa, kama tutapata kibali, tunatazamia tuwapeleke wasichana wa form 1 45 tu. Kwa nini tunafanya hivyo? Tukishapata usajili, ile shule itakuwa na form 1 hadi form 4. Maana yake ni nini? Watoto wa kike walioko gender mchanganyiko, kila darasa watachukuliwa 45 kuhamia Gender Girls. Lakini wakati tunafanya hivyo, pale mtoto wako tutakapomchagua kwa yule ambaye yuko form 2 sasa hivi, form 1, form 3, tutamjulisha mzazi, atachagua abaki gender ya mchanganyiko au gender ya wasichana. Lakini hiyo ni sisi na wazazi tunakubaliana. Sisi tunamchagua kwanza, alafu tunampa mzazi taarifa. Mzazi akikubali anaenda, akikataa anabaki, tunamchukua anayefuata kwenye hiyo nafasi. Tulipokuwa tunapewa vyeti, profesa mmoja alituambia tunapowapa hivi vyeti, naomba mnisikilize sana wahitimu. Akatuambia hivi, hii certificate unayopewa haionyeshi kwamba tumeweza kukufanya ufahamu mambo mengi sana. Ninanukuu alichosema kwamba when we give you this certificate, we are giving you the certificate to certify to you that you don't know much. Kwamba tunapowapa hivi vyeti au mnapopewa hivi vyeti, haina maana kwamba tunaonyesha jinsi ambavyo mmefahamu mambo mengi, ila ni kuonyesha kwamba kuna vitu vingi ambavyo hamvijui. Hii inamaanisha kwamba mna safari ndefu ya kuendelea na elimu. Sasa mtu mwenye elimu sahihi ni yule ambaye anatumia kujenga na si kubomoa, kusaidia na si kudharau, kuleta mabadiliko chanya na si manunguniko. Na kama msemo wa Kiswahili unavyosema, elimu bila tabia ni kama taa isiyo na mafuta. Elimu bila tabia ni sawa na taa isiyo na nini? Na mafuta. Na walimu wenzangu, mtakumbuka kwenye mitaala yetu maelezo yako wazi kwamba lengo kubwa kabisa la elimu ya nchi hii, na ndio maana wawekezaji wanatumia gharama kubwa kujenga shule, serikali inatumia gharama kubwa kujenga shule, ni kuandaa raia wema. Ni kuandaa raia wema, na ndio maana kwenye nguzo ya kazi ya walimu mojawapo nyingine ni kwamba tunapowakuza na watoto tunawalea na kuwakuza kimwili, kiroho na kijamii. Kwa hiyo tunalo jukumu pia la kuwalea kiroho na kuwafanya kuwa raia wema. Kwa hiyo tumieni elimu yenu kwa uadilifu, nidhamu na heshima kwa Mungu na kwa watu. Sasa changamoto za dunia sasa, dunia tunayoingia leo ni tofauti na ile tuliyoijua miaka 10 iliyopita. Ndio tunatakiwa kulielewa kwamba teknolojia inakuwa kwa kasi, ajira zimebadilika na ushindani ni mkubwa. Hivyo elimu pekee haitoshi. Lazima muwe na ubunifu, ujasiri, lakini pia muwe na maadili. Hayo ni mambo ya msingi sana ambayo yeye mmetakiwa kuwa nayo. Teknolojia inavyozidi kuwa kubwa, nitumie pia fursa hii kuwaasa wazazi. Hawa vijana watakapokuwa wamehitimu, tutakuwa nao nyumbani kabla hawajaendelea na masomo yao ya ngazi inayofuata. Na kwa teknolojia hiyo sasa hivi tutawapa simu. Utakuta wengi wana smartphone. Lakini ukiacha smartphone, wataingia pia kwenye mitandao kwa namna nyingine.
Swali ni kwamba hiyo mitandao, teknolojia iliyopo wanaitumiaje? Mtu mmoja aliwahi kusema hivi, kila unacho posti kwenye mitandao ya kijamii, yaani ukisha click tu kikaingia, uweze kufuta. Na utafiti umefanyika kwamba hii mitandao ya kijamii inamaanisha TikTok, inamaanisha Instagram na kadhalika. Kile unachokiweka huko, yaani umekiweka mazima, kwa lugha ya mtaani. na utafiti zimeonyesha kwamba kuna watu ambao wamekosa kazi kwa sababu ya vile ambavyo vinaonekana wanavifanya kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mtakapokuwa na hizo fursa za kutumia mitandao ya kijamii, hakikisha kwamba unachokifanya haina madhara kwako baadaye. Kwa sababu unaweza kaendelea kuposti vitu ambavyo mwisho wa siku, hata kama utakuja kuingia kutaka kuomba ajira, unaenda kwenye interview na hupate nafasi kwa sababu ya kile unachokifanya kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nafikiri tu mtakiwa kuelewa kwamba itumieni teknolojia iliyopo kwa manufaa na sio vinginevyo. Hivyo basi, mnapoendelea mbele, msikubali kuathiriwa na mmomonyoko wa maadili, uvivu wala tamaa ya kupata mafanikio ya haraka bila jasho. No pain, no gain. Kumbukeni, mafanikio ya kweli hayaji kwa njia za mkato, bali kwa uvumilivu, kujituma na maombi. Hiyo nilikuwa najaribu kuwapa tu mashauri vijana ambao tunashuhudia kwa leo. Niseme maneno machache pia kwa ushirikiano kati ya wazazi, walimu na jamii. Shule haifundishi peke yake. Mafanikio ya mwanafunzi yanategemea ushirikiano wa pande tatu: mzazi, mwalimu na mwanafunzi. Naomba wazazi waendelee kushirikiana na shule hata baada ya watoto wao kumaliza. Wasaidieni vijana hao kujitambua, kuwashauri na kuwasaidia kupanga maisha yao ya baada ya hapa. Yameshasema mengi kwamba wanapotoka hapa tuendelee kuwa karibu nao kwa kuwashauri, kuwaelekeza ili kuwajengea msingi wa maisha yao ya baadaye. Kwenye risala yao walizungumza kitu cha msingi sana ambacho nafikiri mwisho wa hotuba yangu hii fupi nitamwomba tu mchungaji ujiandae tupitia sala, tutuombea. Walisema sana kwamba tuombee wazazi, maana kuna changamoto ya kutulipa ada kwa wakati, iko kwenye risala yao. Kwa hiyo niendelee kuwasihi wazazi kwamba ili shule iweze kupanga mambo yake na kuyaendesha kama inavyotakiwa, tutimize wajibu wetu wa kulipa ada kwa wakati. Mtu mmoja amezungumza cha msingi sana hapa. Huu ni uwekezaji. Hatuwakopeshi watoto kwa sababu ni wajibu wetu kama wazazi kugharimia elimu yao, lakini pia watoto wanatakiwa kukumbuka kwamba tumewekeza kwao. Kwa hiyo kuna kuwajibika kwa pande zote mbili. Kwa hiyo ni wasihi tu wazazi, tuipatie shule uwezo wa kupanga mambo yake kwa wakati, lakini pia kuepusha usumbufu kwa wanafunzi kwa sababu ya kuondolewa darasani kwa sababu ya kufuatilia masuala ya ada. Habari nzuri, habari ya wewe? Salama kabisa. Kwa majina yako unaitwa mwalimu nani? Majina mimi naitwa mwalimu Haji Msakulo, ni mwalimu wa English na Literature in English kwa maana ya fasihi ya Kiingereza katika shule ya sekondari Genda. Hongera sana kwa kazi nzuri. Asante sana, na ninyi karibuni sana. Tunajivunia ni mahafali ya 12 ya shule yetu Genda Sekondari tangu kuanzishwa kwake, na tuna furaha kubwa na tunaamini kwamba wanafunzi wetu wataenda kufanya vizuri katika mtihani wao wa mwisho. Swali zuri, tuna vipo vingi vya kujivunia kwa wanafunzi wetu. Cha kwanza ni nidhamu, ambao ndio msingi mkuu wa shule yetu, lakini cha pili ni taaluma pamoja na malezi. Kwa hiyo wanafunzi wamepikwa vizuri kuanzia kidato cha kwanza walipojiunga mpaka leo 2025 wanaenda kumaliza, wako vizuri. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wataenda kufanya vizuri ili kuweza kutimiza malengo yao ya baadaye. Na ni nini malengo yenu hasa ama mipango mkakati kama walimu ambao ni miongoni mwa watu muhimu sana katika kuwalea watoto kimalezi katika wanafunzi ambao wanaendelea kuja form 4 wa mwakani?
Well, swali zuri. Tuna mikakati yetu zaidi ni kuendelea kunoa watoto wa Kitanzania, kuwafundisha maadili, malezi, lakini pia hofu ya Mungu. Taasisi imejipanga, staff yake yote kwa maana ya watumishi kuanzia wapishi, walimu na walezi wengine wote wamejipanga. Lengo ni moja, kuhakikisha kwamba tunainua maendeleo ya kitaaluma kuanzia watoto pre-form 1 mpaka form 4. Kwa hiyo mikakati yetu of course iko vizuri na tunaamini kwamba hata mwakani bado tutaendelea kuwa vizuri. Ndicho tunachojivunia. Naitwa Judith Venance. Sasa ambacho ungependa kuwashauri wadogo zako ambao unawaacha leo? Kiukweli na washauri wasome kwa bidii, maana maisha ni magumu ya mtaani. Kwa na ushauri wakazane ili waje wapate maisha mazuri baadaye. Ni nini ama ni kwa namna gani ambavyo umejipanga kwenda kutumia katika jamii elimu ambayo umepata hapa Genda Sekondari? Katika jamii na nitajaribu kuelimisha pale popote ambapo wataenda kinyume kama hivyo. Hongera sana kwa siku ya leo. Asante. Ni kitu gani ambacho unajivunia sana kutoka kwa walimu wako pamoja na wadogo zako ambao umekuwa ukiishi nao hapa kwa muda fulani? Mimi najivunia kwa ushirikiano waliweza kutuonesha, upendo, kuthaminiana. Neno lako kwa wazazi? Wazazi wategemee kitu bora kutoka kwetu, maana walimu wetu wanafanya kazi kubwa na sisi tunajitahidi. Hongera sana. Asante. Eliana Paulo. Unasoma kidato cha? Nasoma kidato cha 4 shule ya sekondari Genda. Hongera sana kwa siku yako njema ya leo. Nashukuru sana dada. Ni kitu gani ambacho umejifunza hapa katika safari yako ya masomo hapa Genda Sekondari ambacho naamini kitakwenda kukusaidia katika maisha yako ya baadaye? Nimejifunza mambo mengi kimaisha, kiuchumi, jinsi ya kutafuta maisha na vitu vingi sana. Na ni kitu gani ambacho najivunia sana kutoka hapa Genda Sekondari? Najivunia ufaulu wangu, usomaji wangu na kuhitimu kwangu kwa sasa. Ni Ladislaus. Hongera sana kwa siku ya leo. Asante sana. Future yangu ilikuwa nifike level hii ambayo Mungu amenijalia mpaka sasa, ambayo ni level ambayo ni ajabu kweli. Ukishaitwa form 4 katika taifa la Tanzania, unaonekana kuwa ni mtu ambaye umefikia level kubwa na level high level. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Ni somo gani tunakwenda nalo sana sana? Kwa mimi napenda historia kwa sababu inanikumbusha mambo ya kale, ya zamani ya nchi yangu, na pia I feel proud to have it. Hongera sana. Asante sana. Matarajio yako hasa ni yapi? Matarajio yangu mimi ni kuwa mtu mkubwa, ni kuwa maybe tour guide, labda kuwa rise from the floor side, get a make me legend and look out there, happy, no more crying. We know our Lord has love for us, planning many great things upon us, rising his blessings upon us, we rise our dinner to the maximum. We know we are wrong in present time, you went to the long and high, and I love but sorry for others. Ya Bwana Yesu kwa moyo wa huruma, walipokosa maji Musa hakusikia, Musa hakusikia. Kata
Genda yetu kutangaza, elimu kushikilia, wazazi kufurahia. Mengi mmefanya hapa, msije sahau. Genda leo yatoa, tena mkiwa salama. Genda leo yatoa, tena mkiwa salama. Kaka zetu, dada zetu, pita genda mkumbuke Paulo makamu wetu, Baranyo na wakumbuke. Elimu faida yenu, msiache ipote. Genda leo yatoa, tena mkiwa salama. Ndivyo mambo alivyokuwa katika viwanja hivi vya shule ya sekondari Genda baada ya wanafunzi wa kidato cha 4 kusherehekea mahafali yao ya 12 tangu kuanzishwa shule hii. Na jumla ya wanafunzi 216 leo wamesherehekea mahafali yao baada ya safari ya muda mrefu ya miaka 4. Na kama ambavyo umeshuhudia, ilikuwa ni shangwe, furaha, lakini pia ulikuwa wakati mzuri kwa wazazi, walimu, wanafunzi wanaobaki pamoja na wanafunzi ambao leo wanaagwa kutoka hapa shule ya sekondari Genda. Nikukumbushe tu kwamba usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Mitandao yote tunapatikana kwa jina la Cam TV Tanzania, lakini pia katika mtandao wa YouTube usiache pia kutufuatilia. Tukio lote hili utalipata hapo hapo Cam TV Tanzania. Mimi ni Witilala.